Naam, karibu tena mtazamaji. Maafisa kutoka ofisi ya Rais leo hii wamewazuia wanahabari wa shirika la The Standard kushiriki kongamano la pili la elimu lilohudhuriwa na Rais William Ruto mjini Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru. Maafisa hao kutoka idara ya mawasiliano ya Ikulu walidai kwamba shirika la Standard limekuwa likiendeleza ukosoaji mkali dhidi ya serikali. Matukio haya leo yanajiri huku uhuru wa vyombo vya habari ukionekana kuwa kwenye ratili kufuatia mashambulizi dhidi ya vyombo vya habari nchini. Baada ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari kuadhimishwa kote duniani, uhuru wa vyombo vya habari kwa mara nyingine unaonekana kutotiliwa maanani, hasa na afisi ya juu zaidi nchini, afisi ya Rais. Hii ni baada ya maafisa kutoka kitengo cha mawasiliano katika afisi ya Rais William Ruto hii leo kuwazuia wanahabari wa shirika la Standard kuhudhuria kongamano la pili la elimu katika hoteli ya Lake Naivasha Resort kutokana na kile walichodai ukosoaji mkali wa serikali kutoka kwa runinga ya KTN na gazeti la The Standard. Wanahabari hao walilazimika kusalia nje ya lango la hoteli hiyo, kongamano hilo likiendelea, hii ikiwa sio mara ya kwanza matukio kama haya kufanyika. Wandani wa Rais mara si moja wameelekeza cheche za maneno kwa shirika la Standard, hasa kuhusiana na walichodai kuwa ukosoaji wa serikali. Baraza la wahariri kupitia kwa Rais Zubeida Kananu limeshutumu matukio hayo ya leo, likiitaja kama kinyume na kipengee cha 34 cha katiba inayoipa vyombo vya habari uhuru wa kuripoti. Baraza hilo limewataka maafisa wa serikali akiwemo Rais William Ruto kutilia maanani uhuru wa vyombo vya habari na kuviheshimu. Matukio hayo ya leo yanajiri siku chache tu baada ya wanahabari wa kitengo cha spoti kukosa kuhudhuria hafla ya kuzawadiwa kwa mshikilizi wa rekodi za mbio za masafa marefu Sebastian Sawe kutokana na kile kilichodaiwa kuwa ukosefu wa nafasi Ikuluni. Kongamano hilo la pili la elimu lilinuia kujadili changamoto zinazoikumba sekta ya elimu na kutafuta suluhu za kudumu. Kongamano lililohudhuriwa na washikadau tofauti katika sekta ya elimu.